Habari zenu. Tunashukuru Mungu hata kwa sababu ya leo hii. Tunashukuru Mungu hata kwa sababu ya leo hii. Ni siku ambayo Mungu ameweza kuifanya ili tukaweze kufurahia na kushuhudia ndani yake. Tuliambiwa asubuhi ya kwamba tuweze kwenda kushukuru hata kwa makucha. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya mambo mengi tu ambayo ameweza kutufanyia tangu mwaka ulipoanza. Nafikiri tuko kwa the second week of Januari. Mungu ni mwema, ametenda mema, na mimi kila wakati huwa ninajiambia ya kwamba kama tumepewa fursa moja nasi, kama haungekuwepo hapa hatungekuwa na ibada, lakini kwa sababu uko hapa, angalau tuko na mtu ambaye tunaweza hata kushiriki naye neno la Mungu. Haleluya! Kwa hivyo Mungu ni mwema. Niko mahali hapa tuweze hata kuhimizana katika neno la Mungu ambayo Bwana aliweza hata kunipea siku ya leo. Mwaka huu nakumbuka 31st tulikuwa mahali hapa. Kabla sijafika hapo 31st, vizuri nikaweza hata kujitambulisha. Bwana asifiwe, kwa sababu ya wale wageni wale ambao wanashiriki pamoja nasi mara yao ya kwanza. Mimi ni wenu Juma Petro na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Sister Juma ndio yule, na tuko na vijana watatu. Kuna Jeremy yuko shule, kuna Chris yuko mahali fulani utamwona tu, na kuna Gabi. Kwa hivyo tumebarikiwa, tunashukuru Mungu, tunahudumu mahali hapa na tunatumika mahali hapa. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ninashukuru kwa sababu ya neema ya Mungu hata kusimama mbele ya wapendwa. Sio jambo rahisi kusimama mbele ya wapendwa, watu ambao wanajua neno, watu ambao wanajua na hata neno kushinda wewe. Lakini nashukuru Mungu. Amen. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii, na ninaamini ya kwamba mkinipa muda kidogo tunaweza hata kuhimizana kutokana na neno hili ambayo nimeweza hata kupewa majibu. Hili ni stima. Amen. Haleluya. Ninasema kwamba mwaka ulipokuwa unaisha tukiwa mahali hapa, hiyo siku ya kuvukia mwaka 31st, tuliweza hata kupewa neno kutoka katika kitabu cha Isaya. Naamini kwamba sote ambao ni wenyeji wa mahali hapa tunaelewa na kwamba let the church be the church. Bwana asifiwe. Na tukaambiwa ya kwamba hilo neno tumeweza hata kupewa mara nyingine tu. Haleluya. Haleluya. Hii pia imekuwa niongee tu. Na mimi kunanisikiza. Kuna mtu anisikii? Haleluya. Bwana asifiwe. Nasema kwamba tulipewa neno la unabii ilivyokuwa kawaida kama katika ushirika huu, ya kwamba mwaka unapoanza tunapewa neno ambayo inaweza hata kutusukuma. Ile imebadilishwa tena, imepewa nyingine. Haleluya. Na mimi ni ya mwisho sasa, si ndio? Kuna kila saa ikibadilishwa ni kama inanipiga break kidogo, si ndio? Kwa hivyo muombe ya kwamba iwe iwe ya mwisho, si ndio? Haleluya. Nilikuwa ninasema nini? Nilikuwa ninasema kwamba kuwa mara nyingi, sio mara nyingi, lakini kila wakati mwaka unapoanza huwa tunapewa hata prophetic word ya kutusukuma kwa mwaka nzima. Haleluya. Na mwaka huu haikuwa imebakishwa, haikuwa imesazwa. Kumaanisha pia tulipewa hata ni prophetic word ya kutusukuma hata mwaka mzima. Na sote tunajua ya kwamba tunaambiwa Isaya chapter 60. Haleluya. Na nilipofika nyumbani pale maana tulikuwa tunaomba, na tulipofika usiku wakati wetu wa maombi, na Bwana akatuelekeza katika kitabu cha Joel chapter 2 kuanzia 18 mpaka around 25 pale. Na Mungu akatuambia ya kwamba katika verse 25 ambayo inaongea kuhusu restoration. Haleluya. Kwa hivyo kabla hatujapewa hata hili neno
pursue and recover. Tayari tulikuwa tumeshapewa kama familia. Si mbaya kuwa na prophetic word yako kama mtu binafsi, kama familia. Bwana asifiwe. Tulikuwa tumepewa na hili neno kutoka kitabu cha Joel, ambayo Mungu anasema kwamba nani itarejesha. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo na tukawa tukahimizana na wale wapendwa tuko nao mahali pale, na tukasema kwamba Mungu anatuambia kwamba mwaka huu vitu zote ambazo zimekuliwa na wadudu, Mungu anatuhakikishia kwamba anaenda na kurejesha. Na tukaomba. Ilipofika siku ya Jumapili, nafikiri sio kabla siku ya Jumapili, tulikuwa na meeting nyingine on Saturday nyumba ya moja yetu ya viongozi mahali pale, na ndiposa tukamwambia kwamba hapana, kuna neno tena tumepewa kutoka kwa viongozi ya kwamba ambayo inatoka katika kitabu cha Samuel chapter 30, ambayo inaongea kuhusu pursuing and recovery. Bwana asifiwe. Kwa hivyo niliposikia ya kwamba neno tena inaongea kuhusu kufuatilia na kurecover all, nikajua kwamba kumbe Mungu alipotuongelesha katika kitabu cha Joel tulikuwa hatukubali sana. Maana to recover, to restore zinamaanisha almost the same thing. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu kama familia Mungu anaenda kurecover vitu zetu zote ambazo tulikuwa tumepoteza. Na kama church Mungu pia anaenda kutusaidia, tunaenda hata kupasiu na kurecover vitu zote. Na hata wewe pia tafuta Mungu pia kupe na neno lako kibinafsi. Haleluya. Tunaposema kwamba Mungu anakupa neno lako la kinabii, haimaanishi kwamba tutumii, hii pia tunatumia. Lakini wewe kama mtu binafsi, Mungu ni vizuri akuongelesha kwamba mwaka huu anaenda kufanya nini katika maisha yako, katika familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tumepewa neno kitabu cha Samuel chapter 30. Mimi najua tumeisoma na ninaomba ya kwamba hatutaisoma tena, si ndio? Yaani mimi sitaisoma kwa sababu ya Mungu. Haleluya. Nitakuwa ninagusia tu sehemu kidogo kidogo ndio tumalizie, nisichukue muda wenu mwingi. Maana siku hizi wapendwa wako na mambo mingi, na muda wao kichukuliwa mwingi, wanaanza kubeba bags wanaenda, na singependa bags wote wabebe kama sijamaliza mali hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tumepewa katika kitabu cha Samuel. Mtu angetusomea mahali pale, na jaribu kuitafuta. Kama uko mahali pale, anza kusoma na kuambia mahali ninataka. Kitabu cha Samuel. Sisa Iduma haisaidie kusoma. Samuel chapter 30 nimeipata tafadhali. Haya. Verses, niwacha tusomea kuanzia verses 8. And David inquired of the Lord, shall I pursue this raiding party? Will you overtake them? Pursue them, he answered. You will certainly overtake them and succeed in the rescue. Hapo ndio sana sana mahali neno la unabii limetoka. Kitabu cha Samuel chapter 30 kuanzia verses 8 hapo. Verses 8 hapo. Bwana asifiwe. Lakini kabla tujafika mahali pale, Bwana asifiwe, ningependa tuweze hata soma kitabu cha Hebrews chapter 4. Na ningeomba kwamba kuwe na mtu ajitolea kwa congregation aweze hata kusoma kitabu cha nimesema gani? Hebrews chapter 4 verses 2. Kitabu cha Hebrews chapter 4 verses 2. Haleluya. Je, kuna mtu amefika mahali pale? Hebrews. Kuna mwenye amepata, na mimi nimeshaipata. Haya, huyo dada ninasikia sauti yake ameshapata. Kwa hivyo dada soma. Sio dada na mimi nitasoma. Ni ndugu. Pole sana ndugu. Asante sana, ni ndugu. Yes. Ni ndugu. Karibu sana. Yes, the good news about it was told to us just as it was to them. But the
the message they had did not help them. They had it but did not accept it with faith. Bwana sifiwe. Kwa Kiswahili nasema kwamba neno ambayo waliweza hata kuhubiriwa haikuwafaidi chochote kwa sababu hawakuichanganya na imani. Hili neno tumepewa ni kama itabakia kuwa tu ni neno la kawaida tusipoichanganya na imani. Bwana sifiwe. Haleluya. Hili neno litaweza hata kubadilisha maisha yetu, tukaweza hata kufika mbali kama tutaweza tu na hata kuiongezea na imani. Na Mungu atusaidie mwaka huu ya kwamba tutaweza hata kumtumainia aongeze hata imani yetu, ili kwamba hili neno isiwe kuwa ni neno la kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vya Mungu ni kwa imani, na Mungu anategemea ya kwamba hili neno tukaweza hata kuichanganya na imani. Tukiichanganya na imani, sasa ikui neno la kawaida, inakuwa ni neno la kutusukuma tuweze na hata kupasiu and to recover all. Lakini tusipoichanganya na imani, inakuwa tu ni neno la kawaida. Bwana asifiwe. Unajua kama meza ya Bwana, kwa tunapoka na meza ya Bwana. Unajua meza ya Bwana huwa inakuwa tu ni raidide ndio pale kwa shelf, si ndio? Na mkate, alafu baada ya kuiombea tuna sisi wenyewe kama wewe mwenyewe unaongeza imani. Sasa haikui mkate na raidide imenunuliwa kwa shop. Inakuwa sasa ni nini? Ni meza ya Bwana ambayo inaweza hata kukutetea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hili neno linaweza tu kukutetea, linaweza hata kukusaidia ufike mbali kama utaweza hata kuichanganya na imani. Na ningeona ndio sababu nimeanza hivi kuhusu hili umuhimu wa kuichanganya na imani. Ndiposa tunaposonga mbele tunajua tunaelekea wapi. Maana pasipo kuiongeza na imani itakuwa ni story ya kawaida. Na sitamani hili neno likaweza kuwa ni story ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inasema Waisraeli, kuna version nyingine nilisoma inasema kwa Waisraeli hili neno halikuwafaidi. Kwa hiyo usipochanganya na imani, neno la unabii mzuri haitatufaidi lolote. Na ningetamani kwamba hili neno litufaidi kila mmoja wetu. Na kwamba zile vitu ambazo tumekuwa tumepoteza, haleluya, ili amani ambayo labda pengine ulikuwa umepoteza, zile pesa ambazo ulikuwa umepoteza, Bwana asifiwe, zile ushindi ambazo ulikuwa umepoteza, haleluya, Mungu Bwana asifiwe, afya njema, haleluya, amani katika ndoa yako ambayo ulikuwa umepoteza, uweze na kurikava. Lakini pasipo na kuichanganya na imani, tutabakia tu hivi. Bwana asifiwe. Tukifikia 31 tunasubiri tu neno lingine tupewe ya kutusukuma, lakini hakuna mabadiliko. Haleluya. Wacha hili neno likaweze kuleta mabadiliko katika maisha yetu. Maana neno linapotoka, neno la unabii, kuna neema fulani ambayo huwa inakuwa katika hiyo neno ya kuisaidia ikaweza hata kufika katika mahali ambapo Mungu amekusudia ikaweze hata kufika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni haidini ya kwamba mwaka huu Mungu atatusaidia tukaweza hata kuimarika katika imani, na kwamba neno lolote ambalo tutaweza hata kusikia, especially hata neno hili la to pursue and to recover all, tutaweza hata kuichanganya na imani. Tutajua ya kwamba kuna neema ya kupasiu, kuna neema ya kufuatilia. Haleluya. Umesikia umetafuta nini miaka mingi na umefeli, umetafuta hii imefeli, umetafuta hii, lakini kwa hivi sasa kwa sababu hili neno na hii neema ambayo umepeana na imani ambayo utaongezea, kuna malango imefunguliwa iko mbele zako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa hivyo tusiweze hata kuvunjika mioyo, tunajua ya kwamba Mungu yu pamoja nasi. Haleluya. Kwa hivyo leo hii ningependa tukaweze hata kujifunza kuhusu jambo fulani hapa ambayo tutaweza hata kumalizia, hata tukaweze hata kujifunza. Nataka mimi ama Bwana niliongoza tuweze hata kujifunza kuhusu things that may hinder us not to recover all. Haleluya. Ni kweli kuna neema ya kufanya nini? Ya kurecover, ya kupasiu and to recover all. Lakini pia kuna vitu ambazo tusipozifanya, haleluya, huenda tukakosa na hata kupasiu and to recover all. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
kuna kitu ambacho usipofanya huwezi hata kufikia mahali ambayo unafaa ufike. Haleluya. Bwana asifiwe. Mtoto asipotia bidii katika elimu yake, hata kama anasoma ile shule inaitwa ile ilikuwa watoto wote walipita inaitwa gani? Asumbi. Sikuna Asumbi ndio kulikuwa 100% transition to the university. Hata awe kwa shule inaitwa Asumbi. Lakini yeye mtoto akose kufanya hata kazi yake, asiposoma hawezi kupita. Shule peke yake haiwezi kumsababisha aende university. Ukweli ama uongo? Kwa hivyo kuna vitu tusipofanya, vitu tusipoyazingatia, vitu tusipopigana pamoja nazo, hili neno litabakia tu hivi. Haleluya. Kwa hivyo kitu ya kwanza ambayo inaweza kutuzuia tukose hata kupursue and recover all ni discouragements. Bwana asifiwe. Ni nini? Ni discouragements. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akawa akisema kuhusu offenses. Anasema kwamba offenses must come. Yesu akawa anaambia wanafunzi wake kwamba acha niwaambie offenses ni ile vikwazo. Kwamba vikwazo ni sharti ziwakaweze na kukuja. Na hata hii safari ili tukaweze na kupasiu na hata tuweze na kurecover all, lazima kuwe na vikwazo. Na tusipoyashinda hizi vikwazo, hatutaweza na kufika pale. Bwana asifiwe. Kuvunjika mioyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tusipopigana na discouragements. Haleluya. Kuna mahali pale najaribu hata kuiangalia, tutakuwa kwa kitabu cha Samuel 30. Tufunge mahali pale Samuel 30. Kuna mahali pale ambayo Biblia inasema kwamba watu walitaka kumtuka David na mawe. Sijini verse 6. Verse 6 inasema David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. But David found strength in the Lord his God. Bwana asifiwe. Haleluya. Vitu ambavyo zinaweza hata kuzuia mwaka huu tusiweze hata kupasiu and to recover all, tusiposhindana na discouragements. Katika hii safari ya wokovu kuna discouragements nyingi. Na mara nyingi discouragements zinatoka tu kutoka kwa watu ambao ni wakaribu. Haleluya. Mtu ambao huamini kwamba kweli huyu anaweza hata kusema hivi kunihusu. Mtu ambao huamini kwamba huyu anaweza hata kuinuka kinyume changu. Haleluya. Lakini hizo ni vizuizi ambazo zimewekwa ili ukiinuka juu yao uweze hata kufika mahali utarecover all. Bwana asifiwe. Maana hawa watu wametembea na David, wamekuwa na ushindi huko mahali walikuwa wameenda, lakini ikifika mahali hapa wamegeuka. Mimi nilikuwa ninafikiria kwamba wao ndio wangekuwa watu wa kwanza wa kumuunga na David mkono na kusema ya kwamba twende, lakini wao wakainuka kinyume chake na kusema ya kwamba huyu tunampiga kwa mawe. Lakini Biblia inasema Daudi alijua ya kwamba kuna discouragements. Kwa hivyo hata wewe uko mahali hapa, acha nikwambie, mwaka huu kuna discouragements. Unataka kuanzisha biashara, kuna discouragements. Unataka kujenga nyumba, kuna discouragements. Unataka hata kuanzisha kitu, kuna discouragements. Lakini discouragement sio ya kukumaliza. Discouragement iko, Bwana asifiwe, lakini ukiinuka, Bwana asifiwe, unafika hata mahali unataka ufike. Bwana Yesu asifiwe. Discouragement ni kukusababisha ukaweza hata kutia bidii zaidi. Unajua kungekuwa na exams shuleni, hakuna haja ya mtoto kusoma, maana hakuna test, si ndio? Sasa hata siposoma, si hakuna test. Bwana asifiwe. Lakini kuna test inafanya mtoto anatia bidii kusoma. Kwa hivyo discouragement inakufanya uweze kutafuta uso wa Mungu zaidi. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo hawa watu wanamwambia kwamba huyu ndio tunammaliza. Sasa mimi ninajaribu kuuliza, makosa ya David ilikuwa ni gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu walipoenda huko walienda wapi? Lakini sasa wanapokuja shida hiyo, sasa yeye ndio wanamwekea lawama yote.
discouragement. Lakini Biblia inasema kwamba Daudi alijua kwamba vizuizi vipo, offenses vipo, discouragement ziko. Haleluya. Na kuna mtu aliwahi kusema hivi ya kwamba kama kuna mahali popote ambao unatembea katika safari yako ya wokovu, katika kazi yako, hivi unaona kuna nikana kama kupingwa, kuna vitu, kuna discouragement, endelea. Kuna ushindi na kungoja hapo mbele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa Biblia inasema kwamba hao watu wakaanza hata kumvunja moyo, watu ambao ilikuwa inafaa wamsaidie, wakainuka kinyume chake. Lakini Biblia inasema but David encouraged himself in the Lord. Wakati vizuizi, wakati discouragement zinakuja, encourage yourself in the Lord. Bwana asifiwe. Hata wakati mwingine unaweza kuta mtu anaongea kinyume chako, mtu mwenye uwezo kufikiria, encourage yourself in the Lord. Maana uzuri na kungoja tu pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inaongea katika kitabu cha 1 Samuel chapter 2 verse 12. Kuna yule mama anaitwa Anna, the mother of Prophet Samuel. Si ndio? 1 Samuel chapter 12 verses 1 Samuel chapter 1 verses 12 mpaka 18 pale. Biblia inasema kwamba kuna siku Anna aliamua kwamba anataka kujitolea na kupasiu na kulikava mtoto wake ambaye alikuwa ametafuta miaka mingi hajapata, na akajitoa. Aliomba hiyo siku zaidi. Haleluya. Na alipokuja kwa altar kuomba, mtu mwenye alikuwa na fikiri ya kwamba inafaa, ameshamuelewa, anamwambia, anaanza na kumsikari ya kwamba wewe mama, punguza ulevi. Bwana asifiwe. Hizo zilikuwa ni discouragement. Na wacha nikwambie, hao watu wote lazima uone ya kwamba kuna mahali ilikuwa inawapinga, na waliposhinda ndio wakaweza hata kufika. Haleluya. Hata Yesu, Biblia inasema kwamba, Biblia inasema kwa sababu alikubali akakufa na akaweza kupitia ile mambo yote. Biblia inasema na sasa amepewa jina kushinda majina yote. Haleluya. Na kila goti linapigwa mbele yake, na kila ulimi linakiri ya kwamba Kristo ni Bwana. Lakini kabla hiyo si alipitia. Bwana asifiwe. Kabla Ayubu hajarejeshewa vitu damu, si alipitia. Haleluya. Kwa hivyo kama Wakristo lazima tukubali ya kwamba kuna wakati discouragement zitakuwepo, na huu mwaka haijabakishwa. Haleluya. Lakini tusikubali kukufa moyo pale katika discouragement. Haleluya. Kwa sababu mtu anasema kwamba uvivu imba vizuri. Unasema kwamba sasa mimi sitaiba tena. Kwa sababu mtu amesema ya kwamba wewe hiki mbele yako ya kutoa pesa. Na unajua chini nikwambie wapendwa, usio watu wenye tunavunja watu mioyo hata wakati unajitolea kanisani. Na kwamba unatoa pesa ili uweze hata kuonekana. Haleluya. Imagine mtu anasema kwamba mtu amejitolea anatoa pesa ya kujenga church. Na mtu anasema kwamba anajitolea anatoa ili ajionyeshe. Kama uliambiwa hivyo, wacha nikwambie, wewe ndio unaongea kuhusu. Hizo ni discouragement. Endelea. Bwana asifiwe. Baraka zako zinakungoja mahali pale. Haleluya. Unapigia hendazo na bado nakwambia unapigia viongozi. Kuna wakati kuna watu walikuwa wanapigia viongozi hapa chai. Wakavunjwa moyo. Nashukuru Mungu kwa sababu hawakuvunjika moyo. Bwana asifiwe. Usipovunjwa moyo na ushindi hautafika mbali. Haleluya. Mimi nashinda kwamba huyu mama, Biblia inasema kwamba kuhani, na wacha nikwambie, Eli hakuwa ni kuhani wa kawaida. Hakuwa ni kuhani ama pasa tu wa kawaida wa kuongoza church moja. Yeye alikuwa ni high priest mwenye anasimamia Israeli yote. Na kama makabila yote, ikiwemo hata watu kutoka hapa Egypt. Unakumbuka kuna mtu alitoka hapa Egypt kwenda Jerusalem. Yeye alikuwa kama ni kiongozi wao. Kwa hivyo ni mtu ambaye alikuwa ni mtu ambaye yuko mbali sana kiroho. Kwa hivyo wakati mwingine hata president anaweza kukuvunja moyo. Sisemi president wetu. Haleluya. Anaweza nataka kukuambia kitu mpaka useme kwamba ni kweli huyu ni kama venye ameniambia hivi. Sasa nimeachana na hiki. Anakuja nini? Ni James chapter 1 verse 2 ambaye anasema kwamba wapendwa, isabuni ni furaha tupu mnapopitia
many discouragements. Haleluya. Sinasema hivyo, mnapopitia discouragements mingi, elders wanaweza hata kusema kitu kingine mpaka ukisikia unasema kwamba hiyo church nimeacha. Hapo ndio mahali pa kuendelea, kwa sababu baraka zako ziko tu yonda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Nehemiah chapter 4 verses 1 inaongea kuhusu Nehemia. Haleluya. Haleluya. Nehemia, Biblia inasema kwamba walikuwa wanajenga hata ukuta wa Yerusalemu. Haleluya. Na mara nyingi huwa tunafanya vitu vingi hata katika kujenga hata nyumba hii. Na kuna watu wawili wale walikuwa wanaitwa Tobias na Sanballat, ukipata muda wako wakawa na wavunja moyo, wanasema kwamba hii ni kazi gani unafanya? Hii maombi gani unafanya? Hii kufunga kuomba na kuomba gani? Utakatifu gani? Haleluya. Unakuvunjwa mioyo. Lakini Biblia inasema kwamba Nehemia aliendelea. Haleluya. Katika 1 Kings chapter 18 kuna prophet Elijah. Haleluya. Kuna prophet Elijah pale 1 Kings 18:42-43. Haleluya. Anaambia yule mjakazi wake na kwamba hebu enda uangalie kama kuna mvua imekuja, kuna ishara ya mvua. Haleluya. Yule jamaa anakuja na mvua, hakuna kitu. Haleluya. Unajaribu na kujitoa, watu wanakuambia hakuna kitu. Unakuja mahali hapo unapiga dasta yote, tunakwambia hakuna kitu umefanya. Haleluya. Unakuja unajitolea kabisa, tunakwambia hakuna. Unakuja hapo mpaka unatoa prophecy, tunasema kwamba hakuna. Hiyo ni familiar spirit. Bwana asifiwe. Sijui umeshawahi kusikia vitu kama hivyo. Haleluya. Umetoka mpaka unatoa prophecy, tunasema hiyo ni familiar spirit. Tumezoea. Huyo si lazima ongeage namna hiyo. Haleluya. Kwa prophet alikuwa anatuambia siku moja kwamba kule Kericho kulikuwa na mtu mmoja ambaye kila wakati lazima anaanza my children I love you. Mpaka ilikuwa inajulikana my children anaanza hivyo my children, na watoto wa Sunday school ndio wanamalizia my children. Watoto wa Sunday school wanamshazoea I love you. Bwana asifiwe. Toa prophecy, hudumu. Bwana asifiwe. Haleluya. Endelea. Bwana asifiwe. Baraka zako zinakungojea. Bwana asifiwe. Wacha watu waseme. Haleluya. Na wacha nikwambie, Mungu huwa anajaribu watu. Haleluya. Anakujaribu na hali fulani aone kwamba utareact namna gani. Bwana asifiwe. Ndio huyu unataka hiki kitu, lakini kabla sijampa hiki kitu, wacha nijaribu nione moyo wake uko namna gani. Sasa hana vile prophet. Sasa hakuna mwingine mwenye aliwahi kumwambia kitu kibaya, lakini ikifika kwa huyu dada kwenye breakthrough yake kwa kwa huyu mwenye anashika video, vile mtu anamwambia Bwana anasema wewe punguza ulevi. Lakini alipokuwa na moyo mzuri, Mungu alipopiga moyo wake akaona ameshinda hata discouragement. Immediately huyo prophet yule priest anamwambia kwamba Mungu akutane na hoja ya moyo wako. Kwa hivyo ukiendelea Mungu anaenda kukutana na hoja ya moyo wako. Bwana asifiwe. Usipokubali hata kuvunjika mioyo, usipokubali discouragement ikuweke chini, Mungu anaenda na kukutana na hoja ya moyo wako disia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni mwaka wa kupursue and to recover all. Nashukuru Mungu kwa sababu hajasema kwamba tutapata ile kiasi. Inasema kwamba tuna recover all. Na nilipoendelea kusoma verses 19, inasema verses 20 pale hawaku recover all peke yake. Unajua walipora mpaka wanyama ya wale watu wengine. Bwana asifiwe. So walipora walipora mpaka kwa hivyo Mungu hii mwaka tunapopursue na kurecover all, pia kuna extra Mungu anaenda kuongezea. Kwa hivyo anza kujiona kwa level nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Things that may hinder us not to recover all. Nimesema number 1, discouragement. Pigana na roho ya discouragement pendwa. Hallelujah. Kama kuna watu ambao kitu ambayo mojawapo ya tool ambayo adui anatumia kuweka wapendwa wasiendelee ni discouragement kutoka kwa wapendwa. Haleluya. Joseph anasema kwamba Mungu akamwambia kwamba wewe utakuwa mtu mkubwa sana. Lakini unajua discouragement kutoka wapi? Kule nyumbani anamwambia wewe
wachana na hii maneno yako, hii maneno yako ya kuongea hii, wachana nayo kabisa. Wacha nikwambie hivi, lakini usisahau hata kuencourage yourself in the Lord. Maana ukiendelea hata kujihimiza ndani ya Mungu, baraka zako iko pale. Haleluya. Tusikubali ambie jirani yako kwamba sitakubali kuwa discouraged. Haleluya. Katika kitabu cha Luke chapter 18 verses 1 kuna yule the persistent widow, sisi tunajua yule dada ambaye alienda kwa yule judge ambao anaogopa binadamu na mchi Mungu, si ndio? Sasa alienda siku ya kwanza, anaambiwa kakano. Unaona wale, unajua penye wale watu wa dini, wale majaji wanakuwa na mambo mengi. Anaenda mahali pale, anaambiwa kakano. Alikujika moyo na amesema kwamba sasa nimejaribu, nimetosheka, sitaendelea tena. Lakini Biblia inasema aliendelea kupasisi. Haleluya. Anaitwa yule jamaa kipofu anaitwa Bartimeo, sio? Bartimao. Sasa anapiga sauti ya kwamba Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Anamwambia kwamba nyamaza. Bwana asifiwe. Haleluya. Discouragements tusikubali yakaweza na kuweka chini. Maana tukiangukia hapo hakuna kurecover, hakuna kurecover on. Haleluya. Kuna jambo lingine pale kwa Daniel chapter 10 verses 2. Haleluya. Kuna kitu pale kwa Daniel chapter 10 verses 2 verse up to 3. Kuna yule anaitwa kuna Daniel ambao alihazimia. Haleluya. Tuko katika wiki ya kufunga na kuomba for 21 days. Ndio. Hata yeye aliamua kufunga na kuomba. Na alipoomba after 21 days pale tunajua kwamba malaika alitumwa akaambiwa hizo mambo yote. Lakini kitu ninataka kusema mahali hapo, malaika anamwambia na kwamba ulipoamua kuomba siku ya tatu jibu lako liliachiliwa. Haleluya. Siku ya tatu jibu lako liliachiliwa. Bwana asifiwe. Sijui kwa hizi wiki moja umefunga siku ngapi? Tuko 1 days ya kufunga. Hebu niulize jirani yako, umefunga siku ngapi? Amekwambia ni ngapi? Ndio wengine akaunti yao iko nafuliza. Bwana asifiwe. Umefunga siku ngapi? Maana Biblia inasema siku tatu pekee, siku kuna 21 days. Siku tatu peke yake tayari baraka imeachiliwa. Lakini ili baraka ifikie kulikuwa na discouragements za kukaa 20 siku nyingine 19. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie tupasisi kama yule mwana. Bwana asifiwe. Mambo iendelee vizuri, tuendelee. Haleluya. Tusipopigana na discouragements wapendwa. Haleluya. David angefikia mahali pale na kusema kwamba hapana, hao watu sasa wamenizoea. Mimi sasa nimeenda kuongea na wale watu kutafuta mke wangu peke yake. Haleluya. Lakini Biblia inasema ya kwamba he encouraged himself in the Lord. Haleluya. Na Biblia inasema ya kwamba hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza. Haleluya. Kingine tena, things that may hinder us not to recover all. Haya, kitu ya pili, not requiring from God. Wakati wote mwaka huu Mungu atusaidie kwa kwamba kitu yoyote ambacho tunafanya tuanze kuinquire kutoka kwa Mungu. David, Biblia inasema baada ya kuvunjika moyo na mimi nataka kuencourage himself in the Lord, Biblia inasema kwamba alinquire from the Lord. Akamuuliza kwamba Bwana, niende. Haleluya. Mwaka tumeanza. Bwana asifiwe. Sijui kama wewe umekuwa kutoka kwa Mungu, huu mwaka utakuwa na baraka. Haleluya. Unataka naenda kujenga ghorofa, sijui kama umeulizia Mungu kama je, ni mapenzi yake ujenge hiyo ghorofa. Bwana asifiwe. Haleluya. Umepeleka mtoto shule fulani. Haleluya. Bwana asifiwe. Je, umeulizia Mungu kama ni mapenzi yake upeleke mtoto kwa hiyo shule? Maana unaweza kupeleka mtoto shule na watu wote wapite na yeye asipite kwa sababu yeye hapo mahali hapo.
nimeongea vibaya, lakini hiyo ndio neno. Bwana asifiwe. Hiyo kitu ambayo unafanya, je, umeinquire from God na kwamba Mungu ninataka kufanya hii, na kujibu na kukwambia enda ufanye. Haleluya. Unajua mara nyingi tunafanyaga vitu kwa sababu mwingine amefanya. Huyu amefungua duka ya M-Pesa na watu wanajaa. Sasa hivi anataka kufungua M-Pesa karibu na yeye. Sasa kama wako pale na watu wanatokea upande hii, mimi ninakuja ninakaa mbele yake. Ile watu wanatangulia mimi, alafu yeye pale sasa yuko kule nyuma. Huyu anaweza hata kufaulu, huyo wa nyuma, na wewe ukiwa hapo mbele ukosi kufaulu. Maana labda huyu Mungu ndiye alimlelea. Bwana asifiwe. Maana sio kila barabara ambayo imefunguliwa ni ya watu wote. Haleluya. Katika Exodus walipanda ambayo Biblia inasema kwamba Mungu aliweza, Moses alifungua barabara, alifanya nini? Alichapa hata Red Sea na fimbo, barabara ikafunguliwa, si ndio? Na unajua Waisraeli walipita wote, si ndio? Lakini Wamisri walipokuja maji iliwamaliza. Lakini ni barabara moja. Sasa mbona sio kila mtu? Kwa sababu ile barabara ilikuwa ni Waisraeli, haikuwa ni Wamisri. Kwa hivyo hiyo kitu kingine ambayo mwingine anasema ni yake, labda Mungu ndiye amemlelea na faulu nayo, sio wewe. Wakristo sisi siku hizi tunataka copycats. Huyu anafanya hii kitu. Haleluya. Naomba niseme hivi kwa sababu nimekumbuka kuna kitu ambacho inaitwa firecracker. Tuseme wote firecracker. Firecracker ni kwa Kiswahili inaitwa aje? Pataka. Hii kitu inawakishwa hivi ina boom. Tunaitwa sisi tunajua bwana. Inaitwa nini? Fireworks. Fireworks, firecracker, pataka, yote ni kitu moja. Hiyo kitu tafadhali tuachane nayo kama Wakristo. Haleluya. Nimeona siku nyingine watoto wengine wakiwakisha mahali pale. Nitamani wakuwe mahali hapa na kukwambia. Tuachane na hiyo kitu. Haleluya. Rafiki yangu mwingine pia alikuja na akaniambia nataka kuiwakisha ikifika saa 6. Na nikamwambia hapana, achana nayo. Nashukuru Mungu kwa sababu alinisikiza. Hiyo firecracker origin yake inatoka kwa Wahindi wakicelebrate kitu kinaitwa Diwali, mwaka mpya, wakati ambao wanapenda ibada kwa Mungu wao kwa fertility. Sasa wewe unapokuja pale kama na vitu vya Wahindi kwa boma yako, unataka spirit ya Wahindi kwa nyumba yako. Bwana sifiwe. Firecracker, watu wa firecracker mtatu. Achana na firecracker kwa sababu wengine wanafanya. Na acha nikwambia hakuna kitu yote inafanywa dunia hii bila sababu. Na unajua shetani anapokuja, akikuja hakujaji na pembe mbili. Genesis chapter 3 aliambia, Biblia inasema kwamba shetani alikuja kwa nyoka. Na unajua saa hii ndio tunaona nyoka watu tunaogopa, si ndio? Lakini nyoka ilikuwa ni nyama yote, isipokuwa alikuwa ni mwerevu kushinda nyoka yote. Kwa hiyo alikuja kwa kiwango kingine ambayo ya kutamanika. Na shetani anapokuja, anakuja na ujanja nyingine ile yake. Alafu unakuta kwamba firecracker tunawakisha mpaka church, tunawakisha mpaka nyumbani. Mungu atusamehe. Haleluya. Hatutawakisha tena firecrackers tena, si ndio? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa ninasema nini mahali pale? Nilikuwa ninaongea kuhusu inquiry. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninasema kwamba kitu ya kwanza lazima let us inquire from the Lord. Nataka kuenda kufanya kazi fulani. Je, ni mapenzi ya Mungu niifanye? Haleluya. Ni Ephesians 5:17 ambayo inasema usiwe wapumbavu. Msiwe wapumbavu, lakini mtafute kujua mapenzi ya Mungu kwa usu ni gani. Kwa hivyo ninapokopi hata Pastor May, niko mpumbavu. Haleluya. Maana Roho Mungu anaweza hata kuniambia ya kwamba mimi ninafanya namna gani na nifaulu katika ile njia bila hata kukopi huyo mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lazima tu inquire from God. Tusipo inquire from God, hatuta recover all. Daudi angesema pia kama mimi ninaenda, after all nimetoka mahali pale niko na ushindi, sitashinda. Maana sio kila vita
strategy yake inafanana. Kuna wakati mwingine Mungu angemwambia muende mzunguke upande ile nyingine. Wakati mwingine Mungu angewaelekeza watu wake kwamba muende tu usimame. Wakati mwingine Mungu angewaambia nini mfanye nini? Mzunguke tu na hata ukuta Yeriko na vitu vinafanyika. Lakini sisi tunatumia ile strategy gani? Mungu atusaidie kwamba mwaka huu tutarequire from him. Mungu anataka nifanye nini mwaka huu? Mungu anataka nifanye namna gani ndiposa nikaweza nataka kulikaba all. Maana mbinu ama strategy ambayo Mungu atanipa nikalikaba all, huenda isiwe kama nitatumia bana sife. Maana vitu zenye nimepoteza sio yenye nimepoteza. Mwingine amepoteza pesa na mwingine amepoteza gari. Haleluya. Sasa watu watatafuta kwa njia moja. Bana sifiwe. Haleluya. Vitu ambazo zitatuzuia tukose na hata kulikaba all, not inquiring from God. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema kuna Samuel pale ambayo Biblia inaongea jinsi na Rebeka kulikuwa na mataifa wakati alikuwa hapo na ujauzito. Aliulizia kutoka kwa Mungu. Katika Biblia kuna 2 Chronicles chapter 20, kuna Jehoshaphat. Si ndio? Jehoshaphat aliulizia Mungu kuna watu ambao wameinuka kinyume changu. Nifanye namna gani? Mungu akamwambia, sasa nyinyi mtaenda, msimame, mtume watu wa kuimba, waimbe, niweze nataka kupigana na vita vyenu. Haleluya. Vitu vingi tunajiumiza kwa sababu hatuulizii Mungu. Tunatumia na hata ujuzi. Kama nasikia nilifanya biashara hivi nikafaulu. Hiyo ilikuwa ni 2025. Kila mwaka vitu vinaongezeka na adui pia anaendelea kuinua kiwango. Haleluya. Kwa hivyo usipojua ni jinsi gani, ni mbinu gani utatumia, utabaki tu katika nini? Na ile ushuhuda ya last year. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Things that may hinder us not to recover all. Kingine tena, not going out to fight. Haleluya. Kuna mahali pale ambao Biblia inasema kwamba huko kule mbele baada ya Daudi na hata kuinquire from God akaambiwa enda ukalikaba, hakubaki tu hapo. Aliondoka na hata kwenda vitani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii watu wanafunga na kuomba, tufunge na wenye wanafunga na kuomba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanafunga na wewe ufungi, itakuwa ni hatari kwao. Wakati Daudi watu walikuwa wanaenda vitani, wakati Daudi walikuwa wanaenda vitani, 2 Samuel chapter 11, yeye alibaki nyumbani. Sasa alibaki nyumbani. Na alipobaki nyumbani, sikuwa na yule mke wa Uria. Kwa hiyo watu wanapoenda vitani, watu wanafunga, wanaomba, wewe unaendelea nikana kwamba kuna kitu kimefanyika. Mke wa Uria yuko mahali pale anakungojea kukuangusha. Bwana asifiwe. Anakungojea ili afanye ile maneno. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanapoabudu mahali hapa, abudu na watu. Wacha kumara nyingi, simu jameni. Kwa sababu siku moja mtu anatoka hata mara 5. Jameni. Wacha niwaambie, tuinue viwango. Ukiamua kuinua kiwango na kusema kwamba mimi nikiwa kwa service sipokee simu, watu wanaheshimu hivyo. Ni watu wanaheshimu hivyo. Ukishajua ya kwamba nani siku ya Sunday between saa 4 mpaka saa 6 ashikagi simu, hata tutajisumbua. Tunasema tu hapana, nani saa hizi tunadai kwa church, atashika simu. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu sisi hatujaweka viwango, mtu akishajua tu mimi ni wa kupokea simu, atakupiga hata mara 5. Ulikuwa unasema namna gani? Sijamaliza vizuri. Alafu kidogo tu, umemaliza. Alafu kidogo tena, na wewe ukitoka unarudi kama mtu mwenye ametoka kupiga simu na jua anarudi. Sisi kwa nini wanarudi wakitembea hivi? Bwana asifiwe. Mtu akiendelea kushika simu, arudi akiwa hivi, anarudi akiwa amefunga simu kwa nini? Bwana asifiwe. Weka kiwango. Sema ya kwamba mimi hivi ndio nitaenda hata kufanya hata mwaka huu. Kuna mtu anaitwa Lord Egerton.
Mimi napenda hizi story kidogo. Haleluya. Anaitwa nani? Sasa Egerton alikuwa ni awai settler hapa Njoro. Si ndio? Njoro nafikiri kuna Nakuru County. Bana sikiri. Sikibu hapa historia hii ni nzuri. Haleluya. Haleluya. Sasa huyu Lord Egerton alikuwa wapi? Sasa alitaka kuoa. Sasa kwa sababu alikuwa anataka kuoa, akatafuta fiancé hapa Kenya. Hii sio Bible bana. Hii ni kitu ilifanyika bana. Hapa Kenya. Hapa Njoro na Nakuru County hapa. Bwana sifiwe kitambo. Haleluya. Sasa Lord Egerton, kuna university inaitwa Egerton University, si ndio? Haya. Sasa hiyo Egerton University iliitwa na jina lake. Sasa huyo Lord Egerton anatafuta mchumba fiancé. Akaambia huyo mchumba wake ya kwamba kwa sababu ile mchumba wake alikuwa UK. Kitambo kulikuwa na simu kidogo lakini sana sana barua. Sasa akaambia yule mchumba wake kwamba kuja nimeshajenga nyumba tuweze kuanza kuishi hapa Kenya. Sasa hiyo fiancé wake alipokuja akatembea kwa ile nyumba akamwambia, nimeona umejenga nyumba nzuri lakini hii nyumba hatuwezi kuishi nayo. Tengeneza nyumba nzuri zaidi. Yule msichana karudi wapi? Naam, si ndio? Sasa baada ya kurudi Lord Egerton kwa sababu alikuwa anapenda huyu dada, akaamua sasa kutengeneza na nyumba kubwa kusherehekea ya kwanza. Si ametengeneza ya kwanza. Dada amesema ni mbaya hawezi kuishi hapo. Akatengeneza nyumba kubwa. Story inasema kwamba alikuwa anaimport hata vitu kutoka Turkey. Madirisha nini, akajenga nyumba kubwa. Nafikiri kuna wakati nilipewa na watu wa Makubila kama library yao, hiyo nyumba yake. Akajenga nyumba nzuri kabisa. Alafu akaambia ile dada, sasa nyumba ambayo tulikuwa tunasema ni kubwa nimetengeneza, sasa kuja tuanze kuishi. Huyo dada akakuja tena mara ya pili. Dada akatembea kwa nyumba, akazunguka nyumba, akasema naomba umejaribu, lakini sio vizuri sana vile ilikuwa ninatarajia. Ukitaka tuishi, jenga nyumba ambayo ni ya maana ambayo ninaishi. Alafu Lord Egerton akamwambia yule msichana kwamba okay, sasa sitajenga nyumba na sitaoa. Na kwa hiyo compound yako kuanzia leo hii wewe ni dada wa mwisho kwa kanyaga hapa. Sitaki kuona mtu anaitwa dada yote kwa hiyo compound yako. Haleluya. Na hata marafiki wako walikuwa wanajua kwamba ukitaka kwenda kuongea na Lord Egerton, ukitembea na mke wako unamwacha nje. Na hiyo ni standard aliweka. Nilikuwa hiyo ni kitu nitakwambia. Ni standard tu aliweka. Bwana asifiwe. Na watu walikuwa wanaheshimu hiyo. Bwana asifiwe. Ukitaka kufika kwa Lord Egerton, hapana ingia na mke wako. Kwa sababu nini? Kiwango. Kwa hiyo lazima sike kiwe kiwango. Haleluya. Sema ya kwamba mimi hii sitafanya. Nikiwa church sitapokea simu. Haleluya. Mimi wakati watu wanaomba mimi nitaomba na wao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lazima tukubali kwenda na hata vitani. Maana tukienda vitani ndio tutalikaba. Daudi alijekaa nyumbani na kusema kwamba nimeingia from God, acha nikae, vitu hazingefanyika. Angelikaba kwa. Lazima tupigane. Haleluya. Haleluya. Japo kwa Biblia inasema kwamba vitu vyetu are not carnal but mighty through God. Through pulling down strongholds. Nasema hivyo. Inakuwa kwa gani pale? Inakuwa kwa 2 Corinthians chapter 10. Tutasome hapo. 2 Corinthians chapter 10. 2 Corinthians chapter 10. Ile ndugu alijitolea kusoma. 2 Corinthians chapter 10 kuanzia 4 hapo. Haya. Chapter 10. Kuna mwenye amepata manufaa tusisi. Haya, nasema hivi, the weapons. Haya, inaanza verse 3. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. Ndio tunaenda vitani, mtu asianze na hata kuanzisha ndoni, si ndio? Bwana asifiwe. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapon we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Bwana asifiwe. To demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God,
and we take activity every thought to make it obedient to Christ. Hata hiyo pekee yake imeshakukwambia kwamba katika hii safari kuna vita. Haleluya. Na kama utaki vita, wewe sio wa kundi hili. Maana mahali hapa ni vita. Hakuna kitu ambao unapata kama silver platter. Is it in Matthew 11 verses 12, ambayo inasema since the time of John the Baptist the kingdom of God has violence and only the violent take it by force. Kwa hivyo vitu vya Mungu pia ni vya unatumia unang'ang'ana nazo. Bwana sifiwe. Hakuna mwenye unakuta pia kwamba pesa imejaa kwa mfuko. Kama mimi nililala na nikapata 1000 nimewekewa chini ya kila. Bwana sifiwe. Haleluya. Lazima tufanye nini? Tuweze hata kwenda vitani. Maana pia tusipoenda vitani pia kuna vitu nyuma hapa, kuna kuangushwa, kuna vitu ambazo ziko tayari na hata kutuangusha chini. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukubali kwa mwaka huu tutatafuta Mungu. Bwana sifiwe. Zaidi. Kama kufunga, wacha Mungu atusaidie kufunga. Kama ni kuomba, Mungu atusaidie tufanye nini? Na kama ninahisi kwamba siwezani nayo, ninaomba Mungu aniongezee neema. Haleluya. Tunaenda hata kufunga mbalimbali. Situlienda. Situlienda na pastors. Situlienda na tunafunga huko, na tunatoka huko, hata tukufi. Na tunakimbia mbalimbali, tuna worship mpaka usiku, na tuko tu strong. Bwana asifiwe. Si hata hii tunaweza. Bwana asifiwe. Haleluya. Tukubali kupigana. Haleluya. Tukubali na kufunga. Tukubali na kuomba. Haleluya. Na unajua kitu ninajua na vita, ukipigana vita mipaka yako inapanuka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Uzuri wa vita nini? Mipaka yake inafanya nini? Inapanuka. Kwa hiyo ukiomba vizuri, haleluya, unaona Mungu anaendelea kufanya nini? Kupanua na mipaka yako, kupanua na neema yako. Haleluya. Sijui unatumainia Bwana apanue na neema yako katika maeneo gani? Iko katika kufanya nini? Kupigana hata kupitia kwa maombi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Inaongea kuhusu things that may hinder us not to recover all. Tumeongea kuhusu discouragements, tumeongea kuhusu not inquiring from God, not going out to fight. Lazima tupigane jameni. Bwana asifiwe. Maana tumejifunza kwamba tusipopigana unabaki nyumbani, watu wanafunga kanisani. Haleluya. Mapepo yako hapo nyuma ya mwenye anakutegemea, yana anakungojea tu. Haleluya. Hata nasema tu hapo, wacha sione, wacha sifunge. Haleluya. Wacha sitoe. Na acha nikwambie, usipotoa, haleluya. Wakisema kwamba tutoe na uko nayo unakosa hata kutoa. Church. Haleluya. Niseme ama niseme, babu unatoa kwa njia nyingine. Unatoa hata kwa magonjwa. Bwana asifiwe. Wakisema kwamba tutoe kwa sababu ya kitu fulani. Na mimi ninasema kwamba mimi sitatoa hii pesa. Nataka kukula nayo mandazi. Unajua mandazi? Nataka kukula nayo mandazi. Haleluya. Hiyo pesa yako utashirikia umeitumia kwa njia nyingine. Haleluya. Mtoto anakuwa tu mgonjwa na shida, na yule mtoto alikuwa na patrol kwa hapa, shida ni nini? Kumbe ile pesa yake inachukuliwa. Na unajua wakati sasa inafanyiwa recovery, watu wa recovery, watu wa kutumia wanakoka na ukatili, hawachukua kidogo. Kama uko na loan, watu wa recovery lakini watu wa recovery wako na mambo mengi. Kama ni kitu ya 10,000, hawakuja kuchukua kitu ya 10,000. Wanaweza chukua hata ya 50,000. Bwana asifiwe. Haleluya. Na mimi naomba tukamani tufike mahali pale. Kwa hivyo wacha tupatikane kupigana. Tuombe tu Mungu atupee neema hata kufanya vitu ambazo watu wanafanya. Haleluya. Maana tukipigana tutarecover all. Biblia inasema kwamba Daudi alikwenda mahali pale akapigana. Na uzuri ukienda vitani tuko na Mungu na wasai. Ushindi utakuwa ni wetu. Maana Biblia inasema kwamba sisi ni zaidi ya washindi. Haleluya. Sisi ni kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo Mungu anaback up. Wakati unakwenda katika kufunga, Mungu anakuback up. Wakati unaenda kutafuta uso wa Mungu, Mungu anakusukuma hapo pamoja na wewe.
anahakikisha kwamba unatoka mahali pale na ushindi. Maana Mungu anajua kwamba ukitoka mahali pale na ushindi, utukufu inakurudia. Bwana asifiwe. Haleluya. Unajua kwa nini watu tunafikiri ya kwamba sisi ndio tunataka tufanikiwe, lakini labda pengine Mungu hataki tufanikiwe. Mwenye anakufanikiwe ufaulu kushinda hata wenye unataka ni nini? Third John verses 1. Third John chapter 1 verses 2. Ndugu sasa some hapa baba. Mtu asome Third John. Ile John inaitwa Third John, sio? Hainanga nini, bataanzia sasa hapo verses 2. Third John. Kuna mtu amepata Third John? Sengine itakuwa nakuja na mwenye kusomea Biblia kutoka nyumbani. Kwa sababu mtakatifu kusomea Biblia. Okay, sasa maana nilifurahia mno. Hiyo ni Third John kabisa. Epistle, si ndio? Kuna gospel na kuna epistle. Sasa nasema epistle ya Third John. Inasema, Yes. mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Ngoja kwanza. Kwamba Mungu anataka ufanikiwe katika mambo yote. Anataka ufanikiwe hata katika watoto wako wanasoma shuleni. Anataka ufanikiwe katika biashara yako ya yote ambayo unafanya. Yaani ni tamaa ya Mungu. Sio wewe hapo bado hauko hapo. Ni tamaa ya Mungu ya kwamba ufanikiwe katika kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ni tamaa ya Mungu ya kwamba ufaulu katika kila kitu ambao unafanya. Na ile ambayo una imagine, na hata ile ambayo unafikiria. Unajua kuna vitu ambazo unafikiria sasa hivi. Bwana asifiwe. Haleluya. Biblia inasema kwamba nitieni nami nitaitika, na hata kuonyesha mambo makubwa msiyojua. Kuna mambo ambayo hujui lakini ni yako. Mungu anataka ufanikiwe katika hiyo mambo usiyojua. Bwana asifiwe. Haleluya. Ukijiangalia saa hii na miaka zingine 10, kuna vitu ambazo Mungu amekuwezesha umeyapata, ambazo miaka 10 au unaweza au unafikiria hata. Na Mungu anasababisha saa hii unafaulu katika hizo vitu. Mpendwa, ni tamaa yangu ukaweze hata kufanikiwa katika kila jambo. Kwa hivyo Mungu anataka mwaka huu ufanikiwe. Unapoenda nyumbani, unapoenda sokoni umefanikiwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Unafika sokoni unakuta na kwamba kuna mtu ameweka vitu vya kununua na wholesale na ununui na bei ngumu. Hauendi hasara. Mungu anataka tufaulu hata tukiwa shambani. Mungu anataka tufaulu tukiwa hata nyumbani. Watoto wetu wafaulu, biashara zetu ifaulu, katika ndoa zetu zifaulu. Bwana asifiwe. Hiyo sehemu yake ya kile tafadhali. Naona wapendwa wataki kufaulu. Inasema hivi, na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Amen. Mungu anataka ya kwamba tukitoka mahali hapa tumehudumiwa mpaka unahisi umetembelewa. Ukifika nyumbani upate kwamba umetiwa kufuri kwa mlango. Bwana asifiwe. Na kwamba mambo yani umepigiwa kufuri kwa mlango. Mungu anataka kwamba umefanikiwa mahali hapa, unatoka kwamba umetembelewa, unabarikiwa mpaka nyumbani. Kwa hivyo mpendwa, ni tamaa ya Mungu faulu. Hata kushinda venye unatamani faulu wewe mwenyewe. Maana yako wewe unataka faulu katika njia iliyo nyembamba, lakini Mungu anataka faulu katika mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka faulu hata katika huduma. Anataka ya kwamba ufaulu hata kuwa kwa baraka kwa wengine. Maana Mungu akubariki tu ili uweze hata kununua juice na zile vitu nzuri. Nilienda kwa nyumba ya mtu mwingine, zile juice zile zinaongezwa maji. Sisi zinaitwa aje? Kuna mpaka na juice ile na mpaka chupa hivi inaongezwa maji, alafu tunakunywa. Quencher, sisi juice quencher hivi, unajua? Hakuna green, hakuna red, hakuna nini? Nafikiri hiyo sio mapenzi ya Mungu ya kwamba tufurahie kununua hizo juice ya rangi. Haleluya. Bwana asifiwe. Anataka kwamba umebarikiwa na umeshabarikiwa uweze kuwa baraka kwa wengine. Haleluya. Bwana asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Namalizia ya kwamba Mungu atusaidie tuweze kubali na kufanya nini? Na kupigana. Pigana wakati watu wanapoenda hata vitani, twende nje, twende tuombe na wao, twende tufunge na wao. Wakati watu wanapoenda hata kuomboleza, dada yetu ndio yule ambaye tunaenda kuomboleza siku ile, wacha tuweze hata kuwa pamoja na wao, twende kuomboleza kwa pamoja. Hapana kuwa kwamba wewe ni mtu mwenye wakati wengine wanaomboleza, wewe umenyamaza. Na kitu nimegundua ya kwamba wacha Mungu tusaidie wakati watu wanapitia changamoto, tusimame na wao. Unajua ni wewe ambao unapanga. Haleluya. Yesu asifiwe. Ili hata wakati kitu kama hiyo imefika kwako, unapeana na uongozi kazi rahisi. Lakini kuna watu wengine ni wagumu. Unakuta sasa kiongozi anasimama ni hapa kwa jamii tusimame na swanzo, lakini kwa sababu ni mbegu ambayo alipanda ya ugumu, kila kitu ni ngumu. Bwana asifiwe. Sisi tunasaidia. Sisi tunataka kurikava kwa wakati wenzetu wamefiliwa kule, wacha tusimame na yeye. Haleluya. Ndio labda pengine unaweza kosa hata kutoa yote kwa sababu ya jambo moja ama nyingine, lakini wacha watu waone kwamba wewe pia unaomboleza na watu. Sio wewe kila wakati mimi unanielewa, mimi ninakuelewa. Ikifika wakati wako pia sisi tutakuelewa. Hiyo ni mbaya, lakini sasa tuniseme hivyo. Haleluya. Things that may hinder us not to recover all. Bwana Yesu asifiwe. Kingine tena, not keeping our promises. Kuna kitu ambayo huwa inatuumiza. Haleluya. Na ukiangalia hivi nafikiri ile kitabu tumesoma mahali pale Biblia inasema kwamba David alikutana na yule Egyptian. Sio? Sijui ni verse ngapi. Alikutana na yule Egyptian na baada ya kumlisha yule Egyptian akamuuliza kwamba wewe naomba unionyeshe mahali wale watu mlienda na kuvamia nao wako wapi. Lakini yule mtu akamwambia kwamba niapie ya kwamba hautaniua ama kunirudisha kwa bwana wangu. Kuna mtu amepata hiyo basi nisomee, sione nisumbua. Haleluya. Kuna kitu ambao tunataka kusema hapa. Ni verses mstari wa 16 tafadhali. Na hapo alipokuwa amewaongoza chini, sisi tulishambulia Negebu ya Wakeredi na milki ya Yuda na Negebu ya karibu na huo mji wa Siklagi, tukauchoma moto. Daudi akamwambia, je, wewe utaniongoza chini hata nifikie jeshi hilo? Naye akasema, uniapie kwa Mungu ya kwamba hutaniua wala kujitia mikononi mwa huyo bwana wangu, nami nitakuongoza chini hata kufikia jeshi hilo. Amen. And then they asked him, can you lead me down to this very party? He answered, swear to me before God that you will not kill me or hand me over to my master, and I will take you down to them. Hii ilikuwa huyu jamani sema kama niambie. Na of course ninajua kama Daudi alimwambia. Si ndio? Bwana asifiwe. Ndiposa akakubali kuwapeleka. Haleluya. Na Daudi ni kushua hakukuja ile magano. Mara nyingi sisi kama Wakristo kitu ambayo inatuzuia tusiweze hata kurecover all. Tunaomba vitu vingi mbele ya Mungu. Mungu kanibariki na kazi. Hii kazi itakuwa ni kazi yako. Na pesa yote ambayo utanibariki nayo, pesa ya kwanza first fruit utakuletea. Na nitakuwa mwaminifu kutoa a tenth thereof. Lakini ikifika hatutimizi hayo, tunavunja hata hiyo promise ambayo tuliweka mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ukinibariki na gari, hiyo gari itakuwa ni ya huduma. Sisi tunasema hivyo. Mungu ukinibariki na gari, hii gari itakuwa ni ya huduma. Lakini Mungu kwa sababu yeye ni Mungu wa magari anakubariki na gari. Baada ya kubarikiwa na gari, sasa unaanza na kasi ya sabini. Hii gari ndio iko na wear and tear,
haiwezi sana kufanya hivi. Sasa mlipe. Na wewe ndio ulisema mbele ya Mungu. Tuwe ni watu ambao tukisema mbele ya Mungu kwamba Mungu ukifanya hivi, haleluya. Mungu ukinifanyia hivi, nitakufanyia hivi. Haleluya. Na ubadiliki. Kitabu cha Psalms 15. Haleluya. Na ubadiliki 15:4. Haubadiliki. Daudi alipoapia yule mtu ya kwamba sitakumaliza, na kweli hakumaliza. Na kwa sababu hakubadilika, Mungu alimsababisha katika wakao. Sijui wewe mwaka jana nilimwambia Mungu utamfanyia nini? Mungu ukinibariki na kazi, nitakuwa ninakuja church kila siku. Mungu ukinifanyia hivi, nitakuwa ninakufanyia hivi. Si tunasemaga hizo vitu wakati tunatafuta uso wa Mungu? Bwana sifiwe. Ninamalizia jamii kuniencourage kwa kutuonyesha. Tunasemaga hivi. Haleluya. Mungu ukinifanyia hii, haleluya. Ukinibariki na familia, hii familia yangu tutakuabudu. Bwana sifiwe. Mungu ukinibariki na kazi, hii kazi itakuheshimu naye. Bwana sifiwe. Na Mungu anakubariki na kazi. Sasa hii kazi ndio unataka kukusumbua na maneno kila wakati. Unajua Sunday ndio wakati mzuri wa kukimbia Nairobi kuleta vitu. Kwa hivyo on Sunday sisi nataka kukuja. Na wewe umeanza hata kukuja hata mahakama. Haleluya. Psalms 15:4. Kuna mtu amefika mahali pale. Hiyo watu ambao tunatamani kwamba tulikaba kono, hapana kuja magano mbele ya Mungu. Ile ambao umeambia Mungu kwamba Mungu ukinibariki na hii nitakufanyia hivi. Tumainia Mungu ya kwamba utakuwa mwaminifu katika kuifanya. Haleluya. Bwana asifiwe. Psalms 15:4. Mtu alisomea. Ninapendelea kumalizia. Inasema, yes. Machoni pake mtu asiyefaa kudharauliwa, bali waheshimu wamchao Bwana. Ingawa ameapa kwa hasara yake, hayabadili maneno yake. Ameapa kwa hasara yake, ya kwamba ameapa, lakini hasara imekuja mbele, lakini habadiliki. Amesema kwamba mimi nitafanya namna hii, Bwana nitaweza natakuwa ni hii nyumba ukibaki wiki na pesa, nitaweka na hata mabati yako, nitamaliza hapa. Bwana asifiwe. Sasa Mungu akibariki na pesa, ninapeleka sasa mtoto wa shule. Ulikuwa umeapa, hiyo sasa ni hasara yako, ubadiliki. Bwana asifiwe. Sisi kama mnajua huyu ile fasa ambayo tumesoma, ile mama anaitwa Nana. Anasema kwamba Mungu ukinibariki na mtoto, nitamtoa mbele zako. Na Mungu akabariki na mtoto. Hakubadilika. Alibaki bila, lakini mtoto alipeana. Na wacha nikwambie, kama kuna maombi ambayo huwa inamgusa Mungu zaidi, ni maombi ambayo kuna kiapo attached to it. Maombi ambayo unaambia Mungu ya kwamba Mungu ukinifanyia hivi, na ninaomba kwamba hiyo maombi tuombe huu mwaka tunapoanza. Kama Mungu mwaka huu ukinifanyia hivi, nitakufanyia hivi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya kumwambia Mungu ya kwamba nafasi yake iko wapi katika hiyo maombi yako. Unajua maombi yetu nyingi inakuwa ni yetu tu. Mungu nibariki na gari, nipeleke bibi yangu na watoto nyumbani na gari. Mungu nibariki na pesa, mwezi ninunue viatu vya mingi. Bwana asifiwe. Mungu hayuko mahali pale. Lakini ukiwa na maombi ambayo kuna Mungu katika, kuna nafasi ya Mungu mahali pale. Haleluya. Kuna siku moja Biblia inasema kwamba Solomon alitoa sadaka. Baada ya kutoa sadaka, Mungu akamtokea usiku. Akamuuliza kwamba sasa kwa sababu umetoa sadaka, hebu sema kitu nataka nikufanyie. Na akasema kwamba Mungu, nashukuru sana kwa sababu umenichagua mimi mtoto mdogo niweze hata kurithi hata kiti ya baba yangu David. Lakini sina hekima. Nipe hekima ili niweze hata kuweza hata kufanya kuongoza hao watu wako katika haki. Ilikuza Mungu mpaka mwambia kwamba mimi nilifikiri ungeomba unataka pesa nyingi au mimi nakuhurumia, lakini kwa sababu umeomba ili niweze hata kufanya hiyo mema usoni mwangu, ninakubariki na hekima nitakupea ambayo hakuna mtu yeyote aliwahi kuwa nayo. Maombi yetu Mungu atusaidie. Maombi yetu mara nyingi yanakithiri kwa sababu maombi yetu ni ambayo imejaa self. Mungu nibariki ili mimi niwe ninabadilisha manguo kila siku. Niko na inaitwa nia ya mama ya kufa. Ninashuka nywele kila siku. Niwe na pesa mingi kabisa, watu wananitegemea. Hebu anza kumwambia Mungu, Mungu nifanyie hivi
ili nikutendee. Nakwambia tutakapomaliza huu mwaka utakuwa na ushuhuda, kwa sababu Mungu pia kuna nafasi yake katika hiyo maombi yako. Haleluya! Sio maombi ya kutaka kumaliza watu. Kuna dada fulani alikuwa anatoa ushuhuda, alikuwa anasema mahali fulani kwamba walienda crusade. Na hata tukienda kwa crusade kwenda kutafuta uso wa Mungu, twende mahali pale ili tuweze kubarikiwa na wala sio kumaliza watu. Anasema kwamba alikutana na mama mwingine, yeye alikuwa paralyzed. Anatumainia Mungu amponye kutoka na hiyo hali yake. Sasa akakutana na dada mwingine, anamuuliza, wewe shida yako ni nini? Kwamba kuna mume wake anacheza na hao wasichana wadogo. Sasa nimekuja hapa ili nipokee miujiza vile msichana kufa. Na imagine kuna watu kama watu wengi wako na mawazo kama hiyo takataka. Tutoe mawazo mabaya kumaliza watu. Mungu apendi watu wakufe, anataka watu waishi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuweze na keep our promises. Na hata kabla hujakeep your promise gani ambayo utaweza kuweka mbele ya Mungu na hata mwaka huu? Na umwambie Mungu ya kwamba hii Mungu ukinifanyia hivi. Haleluya. Wale ambao wanatafuta kazi, ambia Mungu, Bwana nifungulie njia ya kazi. Na ukinifungulia njia ya kazi, ile pesa, first fruit, ile pesa yote ambayo nitapata nitaitoa kwa nyumba yako kama first fruit. Uwezi kuchallenge Mungu na mambo kama hayo na kuacha. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo David aliweza na keep his promise. Na Mungu atusaidie tukaweza na keep our promises. Daudi angemdanganya yule jamaa alafu amalize, angefikawa hapo. Haleluya. Mama yake Samuel angesema kwamba nibariki na mtoto, lakini kishapata mtoto anasema bado ni mmoja tu, wacha sipoe 5 ndio nitoe moja. Angepata wengine, labda angepata video